الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Leo Huzur anasema nitaeleza kuhusu masahaba mbalimbali za Mtume Muhammad SAW. Na sahaba kwanza ni Khalid bin Qais, na alikuwa katika kabila la Banu Khiaza, na baba yake alikuwa Qais, na mama yake alikuwa anaitwa Salma binti Harsa. Mke wake alikuwa Rabi. Kutoka kwake alizaliwa Abdurrahman. Sawa na Ibn Ishaq alishiriki pamoja na maswahaba sabini katika Bait Aqaba, na Hazrat Khalid aliwahi kushiriki katika Badr na Uhud. Na sahaba wa pili ni Hazrat Haris bin Khazama, alikuwa Ansari na lakabu yake ilikuwa Abu Bishr. Na alikuwa kutoka katika kabila la Khazraj. Lakabu yake ilikuwa Abu Bishr. Hazrat Haris bin Khazama alipata bahati ya kushiriki katika mapigano ya Badr, Uhud, Khandak, na vile vile katika mapigano yote alipata bahati ya kushiriki pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya ndugu katika Haris bin Khazama na Ayas bin Nazir. Wakati wa mapigano ya Tabuk, wakati ngamia Mtume sallallahu alaihi wasallam ilipopotea, wanafiki wakaleta shutuma dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Mtume hajali kuhusu ngamia yake, hajui kuhusu ngamia yake, namna gani atapata habari ya huko binguni. Mtume sallam alipopata taarifa ya shutuma hii, Mtume sallam akasema, mimi najua yale tu kwayo Mwenyezi Mungu ananiambia. Na akasema, sasa Mungu ameniambia kuhusu ngamia yangu kwamba yeye yupo katika bonde fulani. Sahaba ambaye alileta ngamia katika sehemu ambayo Mtume sasema alisema, huyu sahabi alikuwa Haris bin Khazama, na alifariki katika uhalifu wa Hazrat Ali katika hijiria 40, na alifariki katika Madina. Na sahaba mwingine ni Hazrat Khunas bin Abu Huzaifa, na lakabu yake ilikuwa Abu Huzafa. Na mama yake alikuwa naitwa Zaifa. Yeye alisilimu kabla Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajaingia katika Dare Arqam. Hazrat Hunais alikuwa miongoni mwa wale maswahaba ambao walihamia mara ya pili katika Habsha. Hazrat Hunais alikuwa pamoja na wale Waislamu waliohamia mwanzoni. Wakati Hazrat Hunais alipohamia Madina, alikaa kwa rufaa.
mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya ndugu katika abu abs na hadrat khunais. hadrat khunais alipata bahati ya kushiriki katika mapigano ya badr. hadrat hafsa alikuwa ameolewa na hadrat khunais kabla ya kuolewa na mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam. katika sirat khataman nabiyin katika maelezo yake imeandikwa kwamba hadrat umar alikuwa na binti yake moja aitwaye hadrat hafsa. yeye aliolewa na khunais bin abu huzafa ambaye alikuwa sahaba maarufu sana na alishiriki katika badr. wakati alipohamia madina akapata magonjwa na yeye kwa sababu ya magonjwa haya alifariki. hadrat hafsa alipofiwa mume wake wakati wake umri wake ulikuwa miaka 20, hadrat umar akamwomba usman bin affan kwamba binti yangu ni mjane, ikiwa unapenda unaweza kumwoa yeye. lakini yeye hadrat usman hakumjibu. baadaye hadrat umar akamwomba hadrat abubakar kwamba yeye amuoe binti yake, lakini hadrat abubakar pia hakumjibu. yeye pia akakaa kimya, na kwa sababu ya hali hii hadrat umar akahuzunika sana. hadrat umar raziallahu taala anhu katika hali hii ya huzuni alimwendea mtume sallallahu alaihi wasallam na alimwambia hali yote iliyotokea kwamba usman bin affan pia amekataa na hakujibu na abubakar pia hakujibu. mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusikia maelezo yake akasema, usiwe na wasiwasi, mungu akipenda hafsa atapata mume mzuri zaidi kuliko usman bin affan na kuliko abubakar, na usman atapata mke mzuri zaidi kuliko hafsa. mtume sallallahu alaihi wasallam alisema hayo kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kuamua kwamba yeye atamuoa hadrat hafsa, na vile vile aliwahi kuamua kwamba binti yake umme kulsum ataolewa na usman bin affan. hii ndiyo sababu kwamba hadrat usman hakumjibu hadrat umar. baada ya muda mfupi mtume sallallahu alaihi wasallam akamwozesha binti yake umme kulsum na hadrat usman bin affan, na baadaye mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe kwa upande wake akatuma ujumbe wa mposa, na umar akapokea na akakubali ujumbe huu. na katika shaban hijria 3 hadrat hafsa radhiallahu taala anha aliolewa na mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam. wakati hafsa alipoolewa na mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati ule abubakar akamwambia omar, labda ulikuwa na wasiwasi au ulihuzunika wakati mimi sikukujibu kwa sababu uliniomba nimoe binti yako, lakini mimi sikukujibu. sababu yake ni hii kwamba mimi nilikuwa nimeshapata taarifa kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam atamoa hafsa, lakini nilikuwa sikupenda kwamba nikudhirishie siri hii bila idhini ya mtume sallallahu alaihi wasallam. ikiwa mtume sallallahu alaihi mwenyewe asingekuwa na nia ya kumoa hafsa, basi mimi ningemoa hafsa bila kuwa na wasiwasi. katika nikaa ya hafsa kitu ambacho ni muhimu ni hiki kwamba alikuwa binti wa Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Hazrat Umar alikuwa sahaba maarufu sana. kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kuboresha mahusiano haya na kwa ajili ya kuondoa huzuni ya Hazrat Hafsa aliyopata kwa sababu ya kufiwa mume wake, yeye mwenyewe aliamua kwamba atamuoa Hazrat Hafsa. Sawa na riwaya moja, Hazrat Khunais bin
huzafa alipata majiraha katika Uhud, na kwa sababu ya majiraha haya alifariki katika Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliswanisha jeneza yake, na katika Jannatul Baqi karibu na Hazrat Usman bin Mazun alizikwa. Na sahaba mwingine ni Hazrat Harisa bin Nu'man, lakabu yake ilikuwa Abdullah. Hazrat Harisa bin Nu'man alikuwa sahabi ansari na alikuwa katika Banu Najjar. Alishiriki katika Badr, Uhud, Khandak na vile vile katika mapigano yote alishiriki pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa anajulikana kama ni sahaba maarufu sana, na mama yake alikuwa anaitwa Jada. Alikuwa na watoto Abdullah, Abdurrahman, Sauda, na mama wa watoto hawa alikuwa anaitwa Umme Khalida. Alikuwa na binti mingine Umme Kulsum, na alikuwa na mama mingine. Na Abdullah pia alikuwa mtoto wake, na mama yake alikuwa mwingine. Sawa na riwaya ingine ni hivi kwamba Ibn Abbas anasema Hazrat Harisa bin Nu'man alipita karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati ule Jibril alikuwa amekaa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hazur anasema kwamba kuna riwaya ingine pia mimi sikueleza, na riwaya hii ni kwamba wakati alipopita karibu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema salamu, na Jibril akatoa jawabu ya salamu yake. Lakini riwaya hii ya pili ni kwamba Hazrat Ibn Abbas anasimulia Hazrat Harisa bin Nu'man alipita karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati ule Jibril alikuwa amekaa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaongea naye polepole. Harisa hakumsalimia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kuona hali hii, Jibril akasema, huyu Harisa kwa nini hakukusalimia? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Harisa baadaye kwamba wakati ulipokuwa unapita karibu nami, kwa nini hukunisalimia? Hazrat Harisa akasema, ewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, niliona mtu mmoja amekaa karibu nawe na ulikuwa unaongea naye polepole. Mimi sikupendelea kwamba mimi niingilie katika mazungumzo yenu, kwa hiyo mimi sikukusalimia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, je, ulimuona yule mtu ambaye alikuwa amekaa pamoja nami? Hazrat Harisa akasema, ndiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, nilimuona. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, huyu alikuwa Jibril. Alikuwa anasema kwamba huyu mtu angesalimia basi mimi ningemjibu, mimi pia ningemsalimia. Kisha baadaye Jibril akasema, huyu ni miongoni wa watu 80 maalum. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, nikamuuliza Jibril maana yake ni nini? Jibril akasema, huyu ni miongoni wa wale watu 80 ambao katika mapigano ya Hunain walisimama kwa imara. Riziki yao na riziki ya watoto wao Mwenyezi Mungu amepanga huko peponi. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia mambo haya yote, maelezo haya yote Hazrat Harisa. Hazrat Aisha radhiallahu ta'ala anha anasimulia Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimheshimu sana Hazrat Harisa. Hazrat Aisha anasema Hazrat Harisa alikuwa akimtendea vizuri mama yake, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba jinsi anayofanya mema Harisa, nyinyi nyote mnatakiwa mufanye mema sawa na hali yake. Harisa bin Nu'man katika uzee wake akawa kipofu, yani alikuwa hawezi kuona. Yeye alikuwa amefunga kwa kamba moja nyumbani kwake, na alikuwa akiweka kikapu karibu nawe, na ndani yake alikuwa akiweka tende. Mtu yeyote alipokuwa akija kwake kuomba msaada, na alikuwa akimsalimia. Mtu yeyote alipokuwa akienda kumzuru, alikuwa akidhani
kwamba huyu mtu ni maskini. Kwa kushika kamba ile alikuwa akija mlangoni na alikuwa akimsaidia yule mtu ambaye alikuwa akija kuomba. Watu wa familia walisema kwamba sisi tunaweza kukusaidia, kwa nini wewe unapata taabu, unashika kamba na unaenda mlangoni? Lakini yeye alikuwa akisema kwamba nilimsikia mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mtu anapomsaidia maskini basi yeye anasalimika katika kifo mbaya. Katika riwaya inapatikana kwamba Harisa alikuwa mtajiri sana na nyumba zake zilikuwa karibu na nyumba za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Harisa alikuwa akitoa nyumba yake mtume sallallahu alaihi wasallam, yani wakati mtume sallallahu alipokuwa akioa mke mwingine, Hazrat Harisa alikuwa akitoa nyumba yake moja na alikuwa akimpatia mtume sallallahu alaihi wasallam kama ni zawadi. Wakati Hazrat Ali radhiallahu ta'ala anhu alipomuoa Hazrat Fatima, mtume sallallahu akamwambia Hazrat Ali kwamba wewe utafute nyumba kwa ajili yako. Hazrat Ali akatafuta nyumba na yeye akamuoa Hazrat Fatima na akaanza kukaa katika nyumba ile. Baadaye mtume sallallahu akamwambia Hazrat Fatima kwamba mimi nataka ukae karibu nami, usikae mbali. Hazrat Fatima akamwomba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba umwambie Hazrat Harisa bin Numan kwamba yeye hame katika nyumba yake na sisi tuhamie katika nyumba yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema Haritha ameshawahi kuhama kwa ajili yetu mara kadhaa, yani mara kadhaa ametoa nyumba na ametupatia nyumba. Sasa mimi naona haya mimi nimwambie mara tena kwamba yeye hame katika nyumba yake na atupatie nyumba yake. Hazrat Harisa alipopata taarifa hii ya jambo hili, yeye akahama mara moja na yeye akahamia katika sehemu nyingine, na baadaye akamjia mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ewe mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi nimepata taarifa kwamba wewe unataka Fatima akae karibu nawe, basi hii ni nyumba yangu na nyumba hii ni karibu sana na nyumba zako. Mimi mwenyewe na mali yangu ni kwa ajili ya mtume na kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ewe mtume sallallahu alaihi wasallam, unaweza kuchukua mali yangu yote, mimi napenda mali ile ambayo utakayoniachia. Mtume sasema akasema kwamba umesema kweli, Mungu ateremshe baraka zake juu yako. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam akamwita Hazrat Fatima karibu naye na akaanza kuishi katika nyumba ya Hazrat Harisa. Maelezo yake yameelezwa na Hazrat Mirza Bashir Ahmad katika Sirat Khatam an-Nabiyyin. Hazrat Mirza Bashir Ahmad anaandika kwamba Hazrat Ali alikuwa akiishi pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam katika chumba moja, lakini baada ya harusi yake ilikuwa muhimu kwamba akae pamoja na mke wake katika nyumba tofauti. Kwa hiyo mtume sasema akamwambia Hazrat Ali kwamba utafute nyumba ambapo unaweza kuishi pamoja na mke wako. Hazrat Ali akatafuta nyumba na akamoa Hazrat Fatima. Wakati Hazrat Fatima alipoolewa na Hazrat Ali, mtume sallam alienda kuwazuru mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaombea na akafanya dua hii: e Mola wangu, uboreshe mahusiano ya hawa wote wawili na uweke baraka katika mahusiano haya na mahusiano watakayojenga na watu wengine, na vile vile uweke baraka katika kizazi chao. Yani Mungu uweke baraka katika mahusiano yao ya binafsi na vile vile mahusiano na watu wengine, na vile vile akasema uweke baraka katika kizazi chao. Kisha mtume sallam akawaacha na akarudi nyumbani kwake. Baadaye mtume sallam siku moja akamwendea Hazrat Fatima radhiallahu ta'ala anha. Hazrat Fatima akamwomba mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Harisa bin Numan ana nyumba kadhaa, umwambie kwamba yeye atupatie nyumba yake moja. Mtume sallallahu akasema kwamba yeye tayari ameshahama mara kadhaa kwa ajili yetu, ametupatia nyumba kadhaa. Sasa mimi naona haya mimi nimwambie kwamba yeye hame tena. Hazrat Harisa akapata taarifa ya jambo hili, basi akamjia mtume sallallahu alaihi wasallam mbio na akamwambia mtume sallallahu kwamba
mimi na mali yangu yote ni kwa ajili yako, basi yoyote unayopokea kutoka kwangu mimi naona furaha sana moyoni wangu, nasikia utulivu. Mimi nafurahi zaidi unapopokea. Basi Harisa akasisitiza kwamba mtume saa salam apokee nyumba yake. Kwa hiyo yeye akahama katika nyumba yake. Kwa hiyo Ali akaanza kuishi katika nyumba yake. Hazrat Aisha anasimulia siku ya Hunain mtume sallallahu alaihi wa sallam aliwahutubia masahaba na akasema, ni nani ambaye atakaye tulinda usiku? Harisa bin Noman akainuka polepole kwa sababu yeye alikuwa hafanyi haraka katika shughuli zake na kazi yake. Masahaba wakasema kwamba huyu kwa sababu yuko na haya anafanya kazi polepole, alitakiwa angesimama haraka haraka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba msiseme kwamba haya imemharibu Harisa, bali museme haya imemrekebisha Harisa, basi itakuwa sahihi zaidi. Hazrat Harisa alifariki katika wakati wa Amir Muawiya, na sahaba mwingine ni Bashir bin Saad na lakabu yake ilikuwa Abu Nu'man. Saal bin Salib alikuwa baba yake, alikuwa kutoka katika kabila Khazraj. Mama yake alikuwa Unasa binti Khalifa na mke wake alikuwa Amra binti Rawaha. Bashir bin Saad alikuwa anajua kuandika wakati wa ujahili, na wakati ule watu wachache tu walikuwa anajua kuandika. Yeye alishiriki katika Akbasania pamoja na maswahaba 70. Alishiriki katika mapigano yote pamoja na Badr, Khandak na Uhud, na alipata bahati ya kushiriki pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam katika mapigano yote. Mtume sallallahu katika Shawwal Hijria 7 katika uongozi wa Bashir bin Saad alituma maswahaba kadhaa kwa ajili ya mapigano fulani, na wale maswahaba walipigana na makafiri. Hazrat Bashir bin Saad pia alipigana na makafiri na alipata majiraha na watu wakadhani wameuawa, lakini jioni alipopata fahamu kidogo, kwa hiyo akaja sehemu ya Fadak na kule akakaa katika nyumba ya Yahudi siku kadhaa, na baadaye akarudi Madina. Alipopona kidogo akarudi Madina. Hivyo ndivyo katika Shawwal 7 Hijria 7, katika Hijria 7 katika mwezi wa Shawwal Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma pamoja na maswahaba 300 upande wa Yemen. Kule Atfan na Uyena walijumuika na walikuwa wakifanya njama dhidi ya Waislamu walipigana nao, na makafiri wengine walikamatwa na makafiri walishindwa. Hawa walikuwa wakishirikiana kwa ajili ya kupigana na makafiri. Hawa walikuwa wakishirikiana kwa ajili ya kupigana na Waislamu. Kwa hiyo Waislamu walikuwa wakitumwa mara kwa mara maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuwazuia shambulio la hawa makafiri. Lakini safari moja mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakashirikia maswahaba ambao walianza kupigana na makafiri. Wale maswahaba walitumwa kwa ajili ya kuleta taarifa tu. Mtoto wa Hazrat Bashir anasimulia kwamba baba yake alimleta kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema, mimi nimempatia mtoto huyu wangu mtumwa mmoja. Kwa kusikia hii mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, je, umewapatia watoto wako wote watumwa au umempatia huyu mmoja tu? Akasema, hapana, nimempatia huyu tu. Basi mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba umchukue, usimpatie huyu mmoja na uache wengine. Katika riwaya nyingine imeelezwa Hazrat Nu'man bin Bashir anasema
baba yangu alinipatia mali fiola fulani. Riwaya hii inapatikana katika Bukhari. Baba yangu aliponipatia fedha mali kadhaa, mama yangu akasema mimi sitaridhika mpaka uchukue ruhusa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo baba yangu alimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam ili amfanyie kuwa shahidi juu ya mali ile ambayo aliyonipatia. Mtume sasema akamuuliza Hazrat Bashir kwamba je, umewapatia watoto wako wote mali sawa na mali uliompatia Nu'man bin Bashir? Akasema hapana. Mtume sasema akasema kwamba mche Mwenyezi Mungu na ufanye uadilifu na watoto wako wote. Baba yangu kwa kusikia akarudi, kwa hiyo akachukua mali ile ambayo aliyonipatia. Katika riwaya Sahih Muslim imeelezwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, usifanye shahidi juu ya dhuluma hii ambayo unafanya, kwa sababu mimi sitoi ushahidi juu ya dhuluma. Kwa kueleza maelezo ya hadithi hii, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu ametoa tafsiri nzuri sana, ametoa maelezo mazuri sana, na maelezo haya ni mwelekeo kwa ajili yetu. Anasema, mimi naona kwamba kauli hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuhusu vitu muhimu, si kuhusu vitu vidogo vidogo. Kwa mfano, kama tunakula ndizi, huenda mtoto ambaye yupo mbele yetu tumpatie ndizi na mwingine asipate ndizi. Kwa hiyo mfano huu uliotolewa ni kuhusu vitu maalum kama farasi au mali kubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia mtu mmoja kwamba yeye awapatie mali watoto wote au farasi watoto wote, au asimpatie mtu mmoja. Sababu yake ilikuwa hii kwamba katika Waarabu farasi alikuwa na thamani kubwa sana, au mtumwa pia alikuwa anahesabiwa kama ni mali kubwa. Kwa hiyo kitu ambacho ni chenye thamani, Mtume sasa amesema kwamba watoto wote wapewe, asipewe mtoto mmoja kwa kuacha wengine. Na ikiwa mmoja anapewa, basi huenda watoto wengine watapata bughudha kwa sababu ya hii, na kwa sababu ya hii itilafu inaweza kupatikana katika ndugu. Hazrat Muslim anasema kwamba amri hii si kuhusu mambo madogo madogo. Kwa mfano, kuna mtoto mmoja ambaye anaenda pamoja nasi, tunaenda sokoni na tunamnunulia koti, basi hii itakuwa sahihi, itakuwa sawa. Haiwezi kusema kwamba yeye hawezi kupata koti mpaka watoto wote wengine pia wapate koti. Anasema baadhi wakati sisi tunapokea zawadi, mtoto ambaye anakuwa mbele yetu, mtoto yule anaomba zawadi ile, basi sisi tunampatia yule mtoto zawadi ile ambayo tuliyopewa. Basi ikiwa tunapatia, si maana yake kwamba tunanyima haki za watoto wengine, kwa sababu wakati mwingine tunapopata zawadi mtoto mwingine anapata. Basi amri hii si kuhusu mambo madogo madogo, vitu vidogo vidogo, bali ni kuhusu vitu vikubwa, kwa sababu ikiwa mmoja anapewa vitu vikubwa, mwingine anaweza kuwa na husuda na ghadhabu dhidi ya mwingine. Al-Muslim anasema kwamba mtoto wangu mmoja anapokuwa kijana kidogo mkubwa, basi nampatia ardhi, shamba kiasi fulani, ili yeye atoe mchango wa wasiat. Ikiwa nafanya hivi, si maana yake kwamba mimi nanyima haki za wengine, bali mimi na nia hii kwamba watakapokuwa balehe wao pia watapata sehemu hivi au watapata mali hivi. Lakini kama mtu anatoa zawadi kwa mtoto mmoja na hatoi kwa ajili ya wengine, na hivi husuda inapatikana, basi hatakiwi afanye hivi. Hivyo ndivyo safari moja Muslim radhiyallahu ta'ala anhu aliulizwa swali kuhusu tukio la aina hili. Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu akasema, sisi tunatakiwa tuangalie Qur'ani inasema nini kuhusu kugawa mali. Qur'ani tukufu haikueleza zawadi ya aina hii, bali ameeleza kuhusu mali ya urithi, na Mungu ameweka sehemu ya kila mrithi. Hazur anasema baadhi wakati watu wanapogawa mali ya urithi hawajali kuhusu mambo haya ya zawadi, baada ikhtilafu inapatikana.
sasa sisi hatuwezi kubadilisha amri za Qur'ani tukufu. Sasa tunatakiwa tuchunguze kwa nini Mungu ameweka sehemu kwa ajili ya warithi. Watoto wote wanatakiwa wapewe mali ya urithi sawa sawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwambia yule mtu kwamba awapatie watoto wengine, sababu yake ilikuwa hii kwamba kama watoto wanalazimika kutii wazazi, hivyo ndio wazazi pia wanalazimika kuwatendea watoto wote sawa sawa. Lakini kama wazazi hawafanyi uadilifu na hawagawi mali kisawasawa, huenda katika hali hii labda watoto hawataenda kinyume na utii, lakini hawatatii wazazi wao kwa ridhaa na kwa hiari na kwa furaha, bali watawatii wazazi kwa kujilazimisha. Basi hivi mapenzi yataondoka, na mapenzi haya hayatapatikana katika wazazi na watoto. Ndiyo maana Mungu amesema wazazi wasifanye hivi. Ikiwa mtu anafanya kinyume na amri hii ya Mwenyezi Mungu, basi hii hairuhusiwi. Ikiwa mtu anatoa zawadi au urithi na anampatia mtoto mmoja, basi hii hairuhusiwi. Lakini kama mtu anampatia zawadi mtu mwingine ambaye si mrithi, basi anaweza kumpatia zawadi. Mfano wake ni hivi kwamba mtu mmoja alikuwa anaajiriwa, alikuwa anapata mshahara mzuri na alisomesha mtoto wake, na mtoto wake alipata degree, lakini wengine bado alikuwa katika shule ya msingi, na walipokuwa nasoma katika shule ya msingi yeye aliachishwa kazi. Kwa hiyo ikiwa yeye hawasomeshi watoto wale wadogo mpaka wapate degree, basi hii sio dhuluma. Alikuwa na nia ya kuwasomesha watoto wote, lakini kwa bahati mbaya aliachishwa kazi, hakuweza kuwasomesha wale watoto wote sawa na ule mkubwa. Kwa hivyo baadhi wakati mtu anakuwa na nia hii, lakini yeye hawezi kuitimiza nia yake. Lakini kinyume na hii, ikiwa baba anampatia mtoto wake mkubwa 2,000 kwamba afanye biashara, na watoto wake wanapokuwa kubwa na yeye hawapatii kitu chochote, basi kitu hiki si sahihi. Hii haitakuwa sawa. Ikiwa amempatia mtoto mkubwa 2,000, anatakiwa awapatie watoto wengine pia watakapokuwa wakubwa. Hazur anasema kwamba wakati wote wanapogawa mali ya urithi wanatakiwa wazingatie mafundisho haya. Binti wa Bashir bin Saad anasimulia, wakati wa Khandak mama yangu Umra alinipatia tende kadhaa, na akasema, ewe binti yangu, mpatie baba yako na mjomba wako na uambie ni chakula cha asubuhi kwa ajili yao. Yule binti anasema, mimi nikaondoka na tende, nikaanza kutafuta baba yangu na mjomba wangu, na kwa wakati nilipokuwa na watafuta hawa nilipita karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ewe binti, wewe umebeba nini? Nikasema, ewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi nimebeba tende, mama yangu amenipatia kwa ajili baba yangu Bashir bin Saad na kwa ajili ya baba mjomba wangu Abdullah bin Rawaha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, basi unipatie tende. Mimi nikawapatia Mtume sallallahu alaihi wasallam tende hizi 2. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka tende hii juu ya shuka na kisha akafunika, na akamwambia mtu mmoja kwamba uwaite watu wote. Kwa hiyo watu wote ambao walikuwa wanachimba Khandak wakajumuika na wakaanza kula tende, na tende zile ziliendelea kuongezeka mpaka watu wote walikuwa pale walipokula.
niliona kwamba tende zile zilikuwa bado nyingi sana katika shuka ile la mtume saa salam. Katika hijiria 12 alishiriki katika vita pamoja na Khalid bin Walid, na katika vita ile mapigano yale aliuawa. Na mapigano haya yalitokea wakati wa ukhalifa wa Abubakar. Wakati mtume sallallahu alaihi wasallam alipoenda kwa ajili ya umra, alitanguliza silaha, na Bashir bin Saad aliteuliwa kuwa kiongozi wa kulinda. Maelezo ya umra ni hivi kwamba wakati wa sulh Hudaybiyah ahadi ilifanywa kwamba mtume sasema atakuja makani na atakaa siku 3 Maka, sawa na sharti hii. Katika hijiria 7 mwezi wa Zulqaada, mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya nia ya kuondoka kwenda Maka, na akatangaza kwamba wale wote ambao walienda mwaka jana wakati wa sulh Hudaybiyah wote wataenda pamoja nami. Kwa wale ambao walikuwa wamesha uawa, isipokuwa wale ambao walikuwa wameuawa katika vita, wengine wote walienda pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitanguliza silaha. Kwa nini alituma silaha kabla ya kuondoka kwake? Sababu yake ni nini? Sababu yake ilikuwa hii kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hategemei kwamba makafiri watatimiza ahadi yao. Ndiyo maana mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya matayarisho yote, ikiwa mapigano yanatokea aweze kupigana na makafiri. Na mtume sallallahu alaihi wasallam alimteua Abu Ghufari kuwa kiongozi wa Madina, na yeye mwenyewe pamoja na maswahaba 2000 alitoka na alienda kwa ajili ya umra, na alichukua ngamia 60 kwa ajili ya zabihu. Watu wa makafiri walipopata taarifa hii mtume sasema anakuja pamoja na maswahaba zake na ana silaha pia, wakapata wasiwasi. Kwa hiyo wakatuma watu kadhaa mpaka Mara Zahran, sehemu ya Mara Zahran. Watu wakilishi wa Quraysh walikutana na mwakilishi wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye akawahakikishia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam sawa na ahadi iliyowekwa ataingia Makka bila silaha. Kwa kushikia hii wale makafiri wakapata utulivu. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika sehemu itwayo Yajis ambaye ni maili 8 kutoka Maka, silaha zote ziliwekwa pale, na Bashir bin Saad na maswahaba kadhaa walipewa jukumu la kuangalia silaha zile, na mtume sasema akachukua panga moja tu pamoja naye. Kwa hiyo mtume sasema pamoja na maswahaba zake wakakusema labbaik, akaelekea kwenye Maka. Wakati mtume sasema alipoingia katika haram, makafiri kadhaa wa Quraishi kwa sababu ya uhusuda hawakuweza kuvumilia. Kwa hiyo wakaenda huko milimani na wakasema sisi hatuwezi kuona hali kwamba waislamu wanafanya tawafu ya Maka ya Khanakaba. Na makafiri wakajumuika katika nyumba moja na wakaanza kuwaona mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake, na wakaanza nadhara ya tawafu yao, na wakaanza kushauriana wenyewe kwamba waislamu watafanya tawafu ya aina gani. Hawa kwa sababu ya njaa na kwa sababu ya maradhi ya Madina wamekonda kabisa na hali yao ya kiafya sio nzuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafika katika Masjid Haram na akajifunika na akasema Mungu ateremshe
rehema zake yule ambaye atakayeonyesha nguvu na uwezo wake mbele ya hawa makafiri ambao wanasema maneno haya kwamba waislamu wamedhoofika na wamekonda. yani yeye awadhihirishe uwezo wake na nguvu yake, yani ajiwae ihram kwa njia ili nguvu ionekane kutoka kwake. kwa hiyo masahaba wakaanza kutembea katika hali hii, na tangu siku ile watu wanafanya tawafu mpaka leo kama walifanya wakati ule. Sahaba moja anasema nilimuuliza Anas radhiallahu taala anhu kwamba mtume sallallahu alifanya umra ngapi. Akasema alifanya 4, umra ya Hudaybiyah iliyofanya katika Zulqaada. wakati ule mtume sallallahu hakuweza kufanya umra, lakini inahesabiwa kama ni umra kwa sababu mtume sallallahu alichinja zabihu yake pale katika sehemu ya sulh Hudaybiyah, katika sehemu ya Hudaybiyah, ndio maana inahesabiwa kama ni umra. Kisha umra ya pili alifanya wakati mtume sallallahu alipozuiliwa na washirikina, na umra ingine ilifanywa mwakani. yani umra ya kwanza mtume sallallahu alifanya wakati alipozuiliwa na washirikina, na kule sehemu ya Hudaybiyah alichinja zabihu yake, na umra ya pili alifanya katika Zulqaada wakati mtume sallallahu alaihi wasallam sawa na ahadi alikuja. Kisha baadaye alifanya umra jirana wakati mtume sallallahu alipogawa mali iliyopatikana katika mapigano. Nilimuuliza sahaba Hazrat Anas, mtume sallallahu alifanya haji mara ngapi? Anasema alifanya haji mara moja. Hazrat Bashir bin Saad alikuwa mtu ambaye alifanya bayat katika tukio la Sakifa banu Saada. Sakifa banu Saada ilikuwa chumba au ilikuwa mahali ambapo watu walikuwa wakikaa. baada ya kifo cha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika Sakifa banu Saada Banu Khazraj walikuwa wanafanya kikao. Hazrat Umar alipewa habari ya kikao hiki, na ilisemwa kwamba huenda fitna itapatikana kwa sababu ya wanafiki. Kwa kusikia hii Hazrat Umar akamchukua Hazrat Abubakar na wote wakafika katika Sakifa banu Saada. Walipofika kule wakakuta kwamba Banu Khazraj wanataka wawe wakilishi wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na kabila lingine la Ansar linasema kwamba liwe mwakilishi. Katika hali hii Hazrat Abubakar akawakumbusha kwamba viongozi watakuwa katika Banu Khazraj, na Ansar wakaacha madai yao na wote wakafanya bayat kwa mkono Hazrat Abubakar radhiallahu taala anhu. Hazrat Abubakar aliendelea kutangaza kwamba ikiwa mtu yeyote ana wasiwasi kuhusu bayati yake basi aniambie, lakini hakuna mtu yeyote ambaye alikuja kusema kwamba yeye ana wasiwasi kuhusu kuwa halifa wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Maelezo ya tukio hili ni hivi: wakati makabila walipokuwa wanafanya kikao na wanafiki pia walikuwa wanaeneza shari, wakati ule Hazrat Abubakar na Hazrat Umar wakafika pale ambapo walikuwa wanafanya kikao. Ansar wakaweka ushauri wao mbele yao, na Abubakar pia akaweka ushauri wake.
ansar na muhajirin wote walikuwa wanafikiria kuhusu faida ya islam. wanafiki walikuwa wanafikiria kuhusu fitina. kwe waaminio walikuwepo katika ansar na muhajirin wote walikuwa wanafikiria faida ya islam, kwamba lazima tuwe na kiongozi, hawa wawe maansar au muhajirin. wote walikuwa wanafikiria kwamba tunatakiwa tuwe na kiongozi baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na tuwe na halifa. wote walikuwa nataka halifa, lakini wanafiki walikuwa natia fitina, na waamini walikuwa wanafikiria kwamba hawezi kukaa bila halifa. kwa hiyo wengine walisema huyu halifa awe katika ansar, na wengine wakasema huyu halifa awe katika muhajirin, kwa sababu bila hakuna, ikiwa mwingine anachaguliwa basi hakuna yote ambaye atayakubali. wengine wakasema maamiri wawili wachaguliwe, moja katika ansar na moja katika muhajirin. ansar wakasema tunatakiwa tuwe na kiongozi kutoka katika Quraysh. vile vile walieleza wakati ule agizo la mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba maimamu watakuwa katika Makuresh. Hazrat Ubaida bin Jarrah akawahutubia maansar na akasema, enyi ansare Madina, nyinyi ni wale ambao mumejitolea sana kwa ajili ya huduma ya dini hii, na sasa nyinyi msibadilishe dini na msiseme kwamba amira patikane katika ansar muhajirin au amira patikane katika makabila haya yote. basi watu wa ansar wakaathirika sana, na Bashir bin Saad akasimama na akawahutubia maansar na akasema, wallahi, ingawa sisi tulitangulia kupigana na makafiri na tumetangulia juu ya muhajirin, na tulifanya hayo yote kwa ajili ya kurekebisha hali zetu. sasa sisi hatutakiwi tufanye kibri na fahari, na sisi tuombe ujira wa dunia kwa sababu ya ile huduma yetu. ujira wetu ni kwa Mwenyezi Mungu na yeye atatutosheleza. mtume sasema alikuwa katika Quraysh, kwa hiyo watu wa Quraysh wanastahili wao wawe viongozi. sisi isitokee hivi kwamba tupigane na hawa muhajirin. enyi ansar, mcheni Mwenyezi Mungu na msifanye ihtilafu na hawa muhajirin. baada ya maelezo haya yote, Hazrat Hubab bin Munzir akaanza kueleza umuhimu wa maansar, lakini Hazrat Umar radhiallahu ta'ala anhu aliwatuliza, na yeye akashika mkono wa Hazrat Abubakar na akasema, tafadhali upokee bayati yetu. na akafanya bayati Hazrat Abubakar na akasema, ewe Abubakar, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuamuru kwamba uongoze swala, basi wewe ni khalifatullah. sisi tunafanya bayati yako kwa sababu ya hii kwamba tunakuta wewe ni mpendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Ubaida bin Jarrah pia baada ya Umar akafanya bayat. kisha kutoka katika ansar Bashir bin Saad akafanya bayat mara moja. baada ya Zaid bin Sabit Ansari akafanya bayat, na yeye kwa kushika mkono wa Abubakar akawahutubia ansar na akawaambia wao pia wafanya bayat ya Abubakar. kwa hiyo mansar wote wakafanya bayat ya Abubakar. bayat hii katika historia inaitwa bayat Saqifa. Hazrat Abu Masud Ansari anasimulia, siku moja tulikuwa tumekaa katika kikao cha Saad bin Ubada. mtume sallallahu alaihi wasallam alitujia. Hazrat Bashir bin Saad akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, akamuomba mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Mungu ametuamuru kwamba tukusalimie. namna gani tukusalimie na tufanye durud juu yako? mtume sallallahu alaihi wasallam akakaa kimya, hakumjibu. yani mtume sallallahu alaihi wasallam alikaa kimya kwa muda mrefu, na sisi
tukaona ingekuwa vizuri huyu asingemuuliza mtume saa salam, lakini baadaye mtume saa salam akasema kwamba museme hivi, allahumma salli ala muhammadin waala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa barik ala muhammadin waala ali muhammadin kama barakta ala ali ibrahima fil alamina innaka hamidu majid. na mumsalimi kama na mnajua kwamba allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa barik wa sallim innaka hamidu majid. Hazur anasema hata mimi na maliza maelezo ya hawa maswahaba, nataka kuomba wanajumuiya wote wafanye dua. Katika Bangladesh wanajumuiya walikuwa wanapanga sehemu ya jalsa salana. maulamaa wa kijina hawa wakaleta fitina sana, waliendelea kuomba serikali isiwaruhusu wanajumuiya wafanye jalsa salana yao. Wakati serikali ilipokataa, basi hawa waharibifu wakashambulia nyumba za wanajumuiya na madukani, wakachoma nyumba na madukani, na wanajumuiya wengine wamepata majeraha. Fanyeni dua Mwenyezi Mungu arekebishe hali ya kule, na wale ambao wamejeruhiwa Mungu awaponye haraka sana na awajalie ponyo, na Mungu ajalie kwamba hawa wanajumuiya waweze kufanya jalsa salana yao kwa amani. Baada ya swala nitasalisha janeza ghaibu, na janeza hii ni Bi Sadika Begum Sahiba. Alikuwa mama wa Laika Masahib ambaye ni mbashiri kule Marekani Kusini. Amefariki katika umri wa miaka 74. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Babu yake Sheikh Muhammad Sultan aliwahi kujiunga na jumuiya 1897. Aliwahi kujiunga na jumuiya wakati umri wake ulikuwa miaka 24, na marehemu aliolewa 1964, na alikuwa mwanamke mwenye mfano mzuri kwa ajili ya wengine. Yeye aliwalea watoto wake wote na aliwasaidia jamaa zake wakati walipooa na walipoolewa, na alikuwa akitanguliza starehe wengine juu ya starehe yake. Alikuwa akiswali swala, alikuwa mtu wa kufanya, mwanamke wa kufanya dua sana, na alikuwa mwanamke wa kuishi maisha ya kawaida. Alikuwa akiwasaidia wanyonge na maskini. Alikuwa akisoma Qur'an tukufu bila kukosa, na aliwasomesha Qur'an tukufu watoto wengi wa Ahmadiyya na wasikuwa na jumuiya. Na alichukua gharama yote wakati mtoto wake na binti yake walipohifadhi Qur'an tukufu. Aliwahi kuwa katibu wa maal na ishaat. Alikuwa amejenga maungano mazuri na uhalifa. Marehemu alikuwa Musia. Ameacha nyuma yake watoto 5 na mume, na watoto wake 2 ni wabashiri. Mmoja ni Laika Mushtaq ambaye ni mbashiri kule Marekani Kusini katika Suriname. Yeye hakuweza kwenda Pakistan wakati mama yake alipofariki. Mtoto wake mwingine Muhammad Walid Ahmad ni mbashiri anayetumikia jamaat katika Pakistan. Muzaffar Ahmad Khalid ni mtoto mkwe, pia ni mbashiri ambaye anatumikia jumuiya katika Pakistan Islah Shad Markazia. Mwenyezi Mungu amghofirie marehemu na apandishe madaraja yake. Mwenyezi Mungu awajalie watoto wake pia waweze kuendeleza mema yake, na Mungu apokee maombi yake aliyofanya kwa ajili ya watoto wake. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل